Na mhujambo ndugu msikilizaji na mtazamaji wa Radio Television Ngyoku International, na kusalimu mahali popote pale ulipo, na ninakutakia kabisa kila laheri ndugu msikilizaji. Nikukaribisha, karibu kuungana nami tena kwenye kipindi chetu cha kukujuza yaliyojiri. Mimi ni wako Zakayo Chubaka Pascal, nikukaribisha na ini Radio Television Ngyoku ikikutangazia kukujuza yaliyojiri kwenye maeneo kadhaa ndugu msikilizaji. Kuombe tu uweze kujiabone, alafu uweze kulike na usambazie kwa wengine, yani kupartager, lakini usikose kulike, yani kugusa aka kidole hapo chini, ili angalau tuwe sote kwa umoja. Na hii ni kukujuza yaliyojiri, mkiwemo yaliyojiri huko Bukavu ndugu msikilizaji, lakini tutaanza kukujuza yaliyojiri toka hapo jana, alafu tutamaliza kwa habari za leo huko Bukavu ndugu msikilizaji. Na katika yaliyojiri ni kwamba vyama kadhaa vya upinzani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC vimesusia mashauri ya kisiasa yenye lengo la kuunda serikali ya umoja wa kitaifa yaliyoanzishwa na Rais Felix Tshisekedi jijini Kinshasa. Vyama vya kisiasa kama ACD, chama kinachoongozwa naye Martin Fayulu, na kile cha Ensemble pour la République kinachoongozwa naye Moise Katumbi ni miongoni mwa wale wanaokataa kushiriki katika mkutano mwingine wote wa mazungumzo sambamba na mpango wa maaskofu walioko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ndugu msikilizaji. Lakini kwa upande mwingine ni kwamba Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi kwa mara nyingine tena ameshutumu nchi jirani ya Rwanda kwa kuhusika katika mauaji ya watu waliosemwa wanakadiriwa kuwa zaidi ya watu milioni 10 ambao wamepoteza maisha katika miongo ya hivi karibuni kutokana na uvamizi wa Rwanda ambaye amekuwa akiwatumia waasi wa M23 katika mzozo unaoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kauli yake ameitoa wakati wa uzinduzi wa majadiliano ya kitaifa yaliyoanzwa jana huko Kinshasa, ambako wadau wa kitaifa wana wajumbe wa kimataifa walizungumzia mauaji ya walaiki ya Kongo yanayofahamika kama Genocost nchini DRC. Felix Tshisekedi akizungumza. La République démocratique du Congo a une histoire riche. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ina historia tajiri. Zaidi ya sura yake inajulikana sana kuwa ni nchi yenye maliasili na rasilimali nyingi. Mara nyingi ukweli usiotambulika, na wakati mwingine ni ukweli usioeleweka au kupuuzwa kwa makusudi. Maisha ya watu milioni 10 wasio na hatia yalikatizwa kikatili na ghasia zinazojirudia, pia zinazolenga jamii nzima. Ukweli unaweza kuonekana. Vitendo vya kikatili vinavyofanywa na baadhi ya nchi jirani, Rwanda kwa kipekee, kupitia wasiwasi wanaounda, haiachi tena shaka yote kuhusu kuwepo kwa mauaji ya halaiki katika kila moja ya matukio yake ya kutisha. Na ndugu msikilizaji, huyu ni Rais wa DRC Felix Tshisekedi akizungumza kwenye mkutano wa kimataifa huko jijini Kinshasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ndugu msikilizaji. Na kwa upande mwingine ni kwamba gavana wa kijeshi katika mkoa wa Kivu Kaskazini, eneo lililodhibitiwa na serikali, Meja Generali Kakule Evariste Somo ametangaza likizo ya kiufundi kwa wafanyakazi wa serikali na watumishi wa umma walioko katika maeneo yanayokabiliwa na waasi wa M23 na AFC M23 na ambao wameshindwa kuungana na ofisi yake iliyoko mjini Beni katika mkoa wa Kivu Kaskazini mashariki mwa DRC. Uamuzi huu umetoka katika barua ya mzunguko uliochapishwa siku ya Jumatatu ya Machi tariki 31 na gavana wa kijeshi wa Kivu Kaskazini
Meja Jenerali Evariste Somo Kakule, akizingatia vikwazo vya kibajeti kutokana na kudhibitiwa kwa sehemu kubwa ya mkoa wa Kivu Kaskazini na RDF, AFC M23 na makundi mengine kadhaa ya waasi wanaoshikilia silaha. Ndugu msikilizaji, namna kwa upande mwingine, ndugu msikilizaji, jeshi la DRC FARDC Ijumaa ya wiki iliyopita lilielezwa kugabishwa na matamshi kwenye mitandao ya kijamii yaliyotolewa na mkuu wa majeshi nchini Uganda Jenerali Muhoozi Kainerugaba kutisha vikosi vya nchi yake kuuteka mji wa Kisangani. Matamshi haya yamezua wasiwasi, huku kiongozi wa jeshi la DRC Jenerali Jacques Nyalingoza anayesimamia operesheni na intelijensia katika jeshi la DRC FARDC akizungumza matamshi ya kiongozi huyu wa jeshi la Uganda. Benson Wakoli na taarifa kamili. Ndugu msikilizaji, jeshi la DRC FARDC Ijumaa ya wiki iliyopita lilielezea kughadhabishwa na matamshi kwenye mitandao ya kijamii yaliyotolewa na mkuu wa majeshi ya Uganda Jenerali Muhoozi Kainerugaba kutishia vikosi vya nchi yake kuuteka mji wa Kisangani. Matamshi haya yamezua wasiwasi, huku kiongozi wa jeshi la DRC Jenerali Jacques Nyalingoza anayesimamia operesheni na intelijensia katika jeshi la DRC FARDC amezungumzia matamshi ya kiongozi huyo wa jeshi la Uganda UPDF. Tumeonyesha kughadhabishwa kwetu, kusema kwamba hatuna furaha, hatukubali. Hauwezi kumtishia gavana aliyeteuliwa kihalali hapa Ituri. Hili sio jukumu lake. Hana haki ya kufanya hivyo, na tulimwambia iwapo ataendelea hivyo tutalipiza pia nasi vikali, iwapo kweli hiyo ni akaunti yake ya X iliyoidhinishwa. Pia tulijadili hili kwenye mkutano huu. Uganda ina maelfu ya wanajeshi wake kaskazini mwa DRC kuisaidia nchi hiyo katika kupambana na waasi wa ADF na makundi mengine ya waasi. Hata hivyo, msemaji wa jeshi la Uganda Chris Magezi amesema vikosi vya UPDF vinashirikiana na FARDC kupambana na adui. Baada ya kuwashinda ADF, UPDF haitakuwa na lolote nchini DRC. Tutarudi nchini Uganda. Huo ndio ujumbe. Baada ya kupatikana kwa amani huko Ituri, jeshi la Uganda litalazimika kurejea nyumbani. Na ndugu msikilizaji, na tujielekeze huko Bunia ambako ujumbe wa Umoja wa Mataifa wa kulinda amani nchini DRC MONUSCO Jumatatu ya wiki hii Machi 31 umezisitizia msimamo wake wa kujitolea katika kuwaunga mkono wanajeshi wa DRC FARDC katika kuwalinda raia kwenye jimbo la Ituri, mkoa ambao unakabiliwa na utovu wa usalama unaotekelezwa na makundi kadhaa ya waasi wanaoshikilia silaha. Kauli hii imetolewa na kamanda wa kikosi cha MONUSCO huko DRC Generali Ulysses de Mesquita Gomez mbele ya waandishi wa habari huko Bunia punde baada ya mkutano wake na gavana wa mkoa wa Ituri Meja Generali John Lubuya Shansama mjini Bunia. Ndugu msikilizaji, na tujielekeze huko Walikale ambako kumeweza kuripotiwa mapigano. Vikosi vya wanajeshi wa DRC FARDC na wapiganaji wa Zalendo walianzisha mashambulizi yaliyorabatiwa dhidi ya eneo la M23 AFC huko Kakuku, kijiji kilichoko kilomita 6 kutoka Walikale Center kwenye muhili wa Mubi mkoani Kivu Kaskazini. Ndugu msikilizaji, ni kwamba kulingana na mtandao wa Radio Okapi ukivinukuu vyanzo vya ndani, makabiliano makali yalianzia jioni Jumapili Machi 30 na kuenea hadi katika ofisi ya halmashauri ya mji wa Walikale, hali iliyosababisha hofu kubwa miongoni mwa raia wa huko Walikale ambao tayari wameathiriwa na vita vya miezi kadhaa na watu wengi kuhama makazi yao. Na ndugu msikilizaji, tujielekeze huko
Bukavu, ambako sasa wasiwasi ni nyingi kwenye mji wa Bukavu baada ya watu watatu waliouawa, mmoja kwa kupiga risasi na wengine kwa kulipiza kisasi katika wilaya za Kadutu na Ibanda, ambako maeneo ya Nyamugo katika wilaya ya Kadutu watu walishtushwa na mauaji ya mvulana mdogo usiku wa kuamkia jana, ndugu msikilizaji. Na huko Bukavu ni kwamba sasa hofu ni nyingi kwa baadhi ya raia wa mji wa Bukavu kulingana na mapigano ambayo yanaendelea kuripotiwa kwenye maeneo kadhaa ya vijiji vinavyozunguka mji wa Bukavu. Hivi karibuni mapigano mengine yakiwa yaliweza kuripotiwa huko Kavumu kwenye uwanja wa ndege wa mashariki mwa DRC, haswa Kivu Kusini, na mapigano mengine yaliweza kuripotiwa toka hapo jana huko maeneo ya Nyangezi na Nyantende, na mapigano mengine yakiripotiwa huko Kamanyola kati ya waasi wa M23 wanaoungwa mkono na Rwanda dhidi ya wapiganaji wa Zalendo wanaosapotiwa na jeshi la Burundi. Ndugu msikilizaji, mwenzangu William Basimike kutoka Bukavu na ripoti kamili. Mashuhuda wanasema milio ya risasi ilisikika tangu mapema asubuhi, wakibaini kwamba ni wapiganaji wa Zalendo waliojaribu kushambulia ngome za M23 katika eneo hilo la wilaya ya Walungu. Milio ya risasi ilisikika kuanzia milima ya Kamina kule Nyangezi hadi vijiji vya Mumosho na Nyakabongola katika maeneo ya Mudusa wilayani Kabare, si mbali na jiji la Bukavu. Vyanzo kadhaa vimebaini kuwa M23 AFC waliokuwa na silaha nzito wamefanya harakati kuelekea upande wa mapambano hayo, ambapo milio ya risasi na silaha nzito imesikika hasa katika eneo linaloitwa Toyota kwenye barabara ya taifa namba 5 bila kutoa ushahidi zaidi. Mapambano hayo yamekoma majira ya saa 5, ikiaminika kwamba wapiganaji Maimai wa Zalendo wamerejea milimani. Tukio hili limeongeza hofu miongoni mwa wakazi wa Nyangezi na Mumosho na hata pia wakazi wa Nyantende. Wengi kati ya wakazi wa Nyangezi walikuwa tayari wamehama makazi yao wakijihifadhi msituni siku 3 zilizopita, na wengine wamejifungia katika nyumba zao. Hadi tunapoenda hewani hakuna taarifa yoyote iliyotangazwa na pande zote hasimu kuhusu shambulizi hili. Kumepita wiki 2 tangu mapambano mengine yaliporipotiwa katika eneo hilo, wakati wa shambulizi lingine la Wazalendo dhidi ya ngome za M23 katika vijiji vya Nyangezi na Nyantende. M23 wamezidisha uwepo wao katika baadhi ya kona za mji wa Bukavu zinazopakana na wilaya za Walungu na Kabare ili kuulinda mji wa Bukavu. William Basimike, Mumosho. Hali hii imesababisha wasiwasi nyingi kwenye mji wa Bukavu hadi baadhi ya raia kukosa kufanya kazi za mikono kama wachuuzi, kufunga maduka yao madogo na duka kubwa kulingana na wasiwasi inaozidi kutanda kwenye mji wa Bukavu na maeneo kando. Ndugu msikilizaji, hali hii ya mapigano mpaka sasa inaendelea kuripotiwa kwenye mji wa Bukavu, huku waasi wa M23 wakiwa wameweza kuapa na kuhakikisha kuweza kuteka mji wa Bukavu na kuweka mikononi mwao. Hali hii ya mapigano imetokea baada ya wanapiganaji wa Zalendo kuweza kuchukua silaha kubwa ambayo jeshi la M23 waliokuwa wakitegemea, ambayo ni silaha kubwa iliyo na kamera takribani 2, huku ikiwa na betri ya kuweza kuichaji, ikiwa na macho takribani 4 na kupiga risasi 5 na bomu 5 kwa sekunde moja. Ndugu msikilizaji, ni kwamba mpaka sasa hofu ni nyingi kwenye mji wa Bukavu. Wasiwasi imetanda hasa kwenye maeneo ya Nyantende, Nyangezi na maeneo ya Mumosho, ambako mapigano yanaendelea kuripotiwa tangu hapo jana mpaka sasa. Moto unazidi kuwaka. Ndugu msikilizaji, nimezungumza na baadhi ya makamanda walioko huko kwenye uwanja wa vita, wamenithibitishia kuwa mpaka sasa moto unaendelea kuwaka, huku waasi wa M23 wengi wao wakiwa tayari wameanza kukimbia na kuacha maeneo waliokuwa wakiashikilia. Wakamanda hao wamenihakikishia lazima kwa siku hizi chache zinazosalia kuweza kuudhibiti mji wa Bukavu na kuweka mikononi mwao. Ndugu msikilizaji, kufikia hapa ndio sina la ziada. Niseme shukrani na asante kwa kuwa ulianza nami. Mimi ni wako Zakachubaka Pascal Nikombe. Tukutane kwa vipindi vingine vinavyokuja hapo. Kabla nikombe tu uweze kujiabone, uweze kulike na kuweza kukomante, usikose kupartaje kwa wengine wapate message kama ulivyoipata. Ndugu msikilizaji, kufikia hapa ndio sina la ziada. Niseme alamsiki. Mimi ni wako Zakachubaka Pascal, sauti ya mzalendo.